Habari wa Tanzania. Leo nimewaletea mada inayosema kwamba kwa nini Samia Suluhu Hassan aliua watu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Ni sababu gani zilipelekea Samia akaua watu? Sasa kabla ya kukupa sababu, ngoja kwanza nikupe mifano michache itakayokupa uhalali wa wewe kuihoji serikali. Mfano wa kwanza, sawa? Bila shaka unafahamu kuna kitabu kinaitwa Biblia na Qur'ani. Sasa Qur'ani na Biblia ni vitabu vizuri, ni vitabu bora, ila havijawahi kuwa bora kuliko Mungu. Kwa nini? Kwa sababu, sawa, Biblia na Qur'ani ni maneno ya Mungu. Sasa maneno ya Mungu hayawezi kuwa bora kuliko Mungu mwenyewe. Umeelewa Mtanzania? Mfano wa pili, kuna wananchi alafu kuna katiba. Sawa? Kwa kawaida wananchi ndio wanatunga katiba, ndio wanaandika katiba ya nchi. Na katiba ni nyenzo au chombo kinachowasaidia viongozi kuongoza nchi. Umeelewa? Sasa akitokea kiongozi akakwambia eti nimemuua mwananchi kwa lengo la kulinda katiba, huyo ni mwenda wazimu. Kwa sababu wananchi ni bora kuliko katiba. Wananchi ndio wameandika katiba. Sawa? Mfano wa tatu, kuna viongozi alafu kuna katiba. Mnaona hawa viongozi wa Tanzania? Viongozi wa Tanzania wote, kuanzia rais, makamu wa rais, waziri mkuu, wote wako chini ya katiba. Kwa nini wako chini ya katiba? Ndio maana mara baada ya kuchaguliwa wanaapa. Wanasema hivi: mimi fulani naapa kwamba nitailinda na kuihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake mimi fulani na fulani nitaongoza kama katiba inavyonielekeza, nitaongoza nchi kama katiba inavyonielekeza. Viongozi wote katika nchi ya Tanzania, hakuna hata mmoja anayeruhusiwa kuongoza nchi kama anavyotaka yeye. Nchi inatakiwa kuongozwa kwa mujibu wa katiba. Umenipata Mtanzania? Sasa unaiona katiba ya Tanzania? Katiba ya Tanzania imempa rais madaraka ya kutangaza, tunasema ya kutangaza hali ya hatari. Yaani rais amepewa madaraka, sio IGP. IGP hana mamlaka ya kutangaza hali ya hatari katika nchi. Katiba imempa rais madaraka. Umenipata? Na rais mwenyewe anatakiwa atangaze hali ya hatari. Yaani sio tu anakurupuka. Yaani rais huwezi tu kukurupuka ukasema anatangaza hali ya hatari. Watu watakuuliza, kwa sababu unatakiwa utangaze hali ya hatari dhidi ya adui. Watu watakuuliza, haya, unatangaza hali ya hatari adui yupi? Umenipata? Wale walioandamana siku ya uchaguzi tarehe 29 hawakuwa maadui. Walikuwa ni Watanzania wanaodai haki. Walikuwa wanadai haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka wao. Kwa wale hawakuwa maadui. Umenipata? Sasa Samia Suluhu Hassan anasema kwamba aliwaua wale Watanzania walioandamana kwa sababu ya kwanza anasema hivi: wale walioandamana walichoma mali za serikali. Nikuulize Mtanzania, unaelewa maana ya mali za serikali? Mali za serikali ni mali za wananchi. Kwa hiyo sio sawa rais kumuua mwananchi eti kwa sababu anatetea mali ya serikali. Yaani nikupe mfano, sawa? Unamuua mwananchi kwa sababu alikuwa anachoma gari ya polisi. Unaelewa maana yake? Maana yake gari ya polisi ni bora kuliko mwananchi. Hiyo sio kweli. Hiyo sio sawa. Umenipata? Yaani ni sawa na mimi hapa. Unaniona mimi hapa, sawa? Unikute labda baskeli yangu imenichosha. Nimeamua kuidispose, nimeamua kuiteketeza. Na iteketeza baskeli yangu, alafu wewe unakuja unanipiga mimi risasi. Unaelewa maana yake? Maana yake baskeli ni bora kuliko mimi. Sasa hicho kitu sio sawa. Huo ni wenda wazimu. Umenipata Mtanzania? Samia pia anasema kwamba aliamua kuwaua Watanzania siku ya uchaguzi kwa sababu wale walioandamana walitaka kuipindua serikali. Walitaka kuipindua dola. Tena anasema, unajua maana ya dola wewe? Umenipata? Mtanzania nisikilize kitu, sawa? Jifunze kutofautisha kati ya mwananchi, serikali na rais. Hivyo ni vitu vitatu tofauti. Unaona wafanyakazi wote wa serikali? Wafanyakazi wote wa serikali wameajiriwa na wananchi. Rais anafanya kazi ya kuisimamia serikali kwa niaba ya wananchi. Umenipata? Kwa hiyo sio sawa eti rais anawaua wananchi kwa sababu wananchi wanataka kuipindua serikali. Wananchi walikuwa wanaandamana kwa sababu hawamtaki Samia. Umenipata? Kwa hiyo Samia, kitendo cha kuwaua wananchi ni sawa na mimi. Unaniona mimi hapa? Niwaambie watu, unajua mimi nimemuua bosi wangu kwa sababu bosi alitaka kunifukuza kazi. Mimi nikimuua bosi, maana yake mimi nitakuwa nitadictate ofisi. Tayari mimi nitakuwa dictator. Umenipata? Nitaongoza ofisi kinyume na sheria. Umenipata Watanzania? Kwa hiyo Samia kawaua wananchi eti kwa lengo la kutetea nafasi yake ya urais. Samia pale alipo ni dictator. Umenipata Watanzania? Sasa kwa nini mimi nasema Samia Suluhu Hassan? Sasa ngoja nikupe sababu sasa. Kwa nini Samia Suluhu Hassan aliua watu? Sababu ya kwanza, Samia Suluhu Hassan ana tamaa ya madaraka, ana uchu wa madaraka. Umenipata? Ngoja niwape mfano. Unakumbuka mwaka 2023? Samia alisema, unajua wanawake bado hawajachagua rais. 2023
Miaka 2023 kuna gazeti moja linaitwa gazeti la Uhuru. Tena Uhuru ni gazeti la CCM. Waliandika hivi kwamba unajua Samia hana mpango wa kugombea urais. Wale wafanyakazi wa gazeti la Uhuru wale walifukuzwa kazi. Utajifunza kwamba Samia alikuwa anautaka urais tangu zamani, uchu wa madaraka. Umenipata? Sababu ya pili kwa nini Samia ameua watu. Sisi tunasema Samia ana kiwango kikubwa cha uhaba wa maarifa ya uongozi na namna ya kutumia madaraka vizuri. Nisikilize vizuri, sawa? Unamwona Samia, kama Samia Suluhu Hassan angekuwa anajua kwamba wale anaowaua ndio wamempa yeye ajira, ndio wanamlipa yeye mshahara, asingewaua. Kama Samia angekuwa anajua kwamba tunasema the fundamental purpose, the fundamental role, kazi ya kwanza ya rais, kazi ya kwanza ya serikali, kazi ni kulinda uhai wa watu. Mtanzania, uhai hauna mbadala, uhai hauna spare. Mtu akifa amekufa. Mmenipata wa Tanzania? Na ndio maana serikali inatakiwa kulinda uhai kwa gharama zozote. Linda uhai wa watu. Sasa wewe umeshawaua watu, unatawala kivipi? Nikuulize, unawaletea akina nani unawaletea maendeleo? Kwa sababu huwezi kuwaletea maendeleo watu ambao umeshawaua. Maendeleo yana kazi gani sasa? Umenipata Mtanzania? Alafu ukishamuua mtu unapandikiza chuki kwa watu. Mimi unaeniona hapa nina ndugu na marafiki na watu wengi. Unaponiua maana yake unatengeneza chuki. Umenipata Mtanzania? Sasa mimi kitu gani naweza kupendekeza? Mimi ni shauri. Kwanza maprofesa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tunasema professors of politics, mchukueni Samia mfundishe. Mfundisheni Samia kwa sababu mpaka sasa hivi unamwona Samia hajui kwamba amefanya kosa. Pale alipo hajui kwamba kile alichokifanya ni kosa. Unaelewa maana yake? Samia anaweza kuua watu wengi zaidi kwa sababu hajui kama kile alichokifanya ni kosa. Na ndio maana siku ile anaongea na wazee anasema, sasa kivipi? Kwa nini hamkuwazuia watoto wenu kutoka? Umenielewa? Wewe rais unaua watu afu unaongea upumbavu kama huo. Kwa hiyo maprofesa wa siasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mchukueni Samia mfundisheni, ajue nini maana ya uongozi, ajue namna anavyoweza kutumia madaraka vizuri. Umenipata wa Tanzania? Lakini mwisho niseme kwamba nchi yetu bado ina shida. Watanzania wengi hasa hao makada wa CCM hawajui nini maana ya uongozi, hawajui nini maana ya demokrasia, hawajui nini maana ya demokrasia ya vyama vingi. Mtu akishaua, rais akishaua watu, amepoteza sifa ya kuongoza nchi. Umenipata wa Tanzania? Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.